Hofu na ukweli kutoka Afrika Kusini. Simulizi wa Tanzania walio ndani ya dhoruba ya habari na matukio. Kuna wakati mitandao ya kijamii huwa kama dirisha kubwa linaloonyesha dunia kwa sekunde chache tu, lakini dirisha hilo hilo linaweza pia kuchanganya ukweli na hofu kwa kasi ya ajabu. Hivyo ndivyo hali ilivyoanza kwa Watanzania wengi baada ya picha mjongeo kuanza kusambaa kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha taharuki katika maeneo ya nchini Afrika Kusini. Katika picha hizo zinazosambaa kulionyesha vurugu na hali ya sitofahamu ikihusisha raia wa eneo hilo na wageni. Kwa mtu anayeona kutoka mbali, ni rahisi kufikiri kuwa hali hiyo ipo katika miji yote ya Afrika Kusini, imeingia katika giza la machafuko. Lakini kwa waliopo huko, simulizi na pande mbili, hofu inayosambazwa mitandaoni na uhalisia wa maisha ya kila siku. Katika kuwatoa Tanzania waishio ndani na nje ya Tanzania, Mwanahalisi TV imezungumza na mwanaharakati na mtetezi wa Tanzania wanaoishi Afrika Kusini, Mohamed Taliban Msangi. Ndiye aliyekuwa sauti ya kujaribu kuweka mizani ya ukweli. Katika mazungumzo yake na Mwanahalisi Digital, hakuficha wasiwasi wake kuhusu mabadiliko ya mazingira ya maisha nchini humo. Kwa sauti ya tahadhari, alieleza kuwa Afrika Kusini ya sasa si ile ya zamani ambayo vijana wengi walioita kama ardhi ya matumaini yasiyo na mipaka. Alizungumza kama mtu aliyeshuhudia mabadiliko kwa macho yake mwenyewe na kusema wazi kuwa matokeo ya ukatili dhidi ya wageni yamekuwa yakijirudia na kwamba fursa zilizokuwa zikivutia wengi sasa zimepungua au kubadilika. Lakini katikati ya tahadhari hiyo kulikuwa na simulizi nyingine muhimu ya kutuliza hofu. Msangi amefafanua kuwa vurugu zilizoonekana kwenye mitandao zilikuwa zimetokea katika eneo moja la Durban linalokaliwa zaidi na jamii ya Zulu na si nchi nzima kama ambavyo baadhi ya picha mjongeo zilizosambaa kwenye mitandao ya kijamii kuashiria hivyo. Katikati ya kelele za mitandao ya kijamii, ujumbe mmoja unabaki wazi: uelewa, uthibitisho wa taarifa na tahadhari ni muhimu kuliko hofu ya haraka inayojengwa na picha chache zisizo na muktadha kamili. Mimi ni Zakia Nanga wa Mwanahalisi TV. Ni mmoja wa viongozi wa Tanzania South Africa na ni mwanaharakati vile vile. Na kuna baadhi ya clip zinatumwa mitandaoni zinakuwa sio za siku hiyo ya tukio, zinakuwa ni za miaka ya nyuma, kwa sababu kumbuka kwamba haya mambo yanatokea South Africa sio kwa mara ya kwanza yanaweza kutokea. Hizo homofobia huwa zinatokea sana South Africa. Kuna baadhi watu wanatunza hizi video. Sasa yakitokea machafuko tena kama haya, na zile video zinakuwa zinafanyaje? Zinaibuka. Kwa hiyo wasiokuwa wanazijua wanajua ni matukio ya sasa hivi. Unaona bana, kumbe sio matukio ya sasa hivi. Alafu isitoshe, ili swala linafanyika Debeni ni mji mmoja tu ambao linafanyika, na katika huo mji mmoja sio kote. Ni baadhi. Miji mingine yote imetulia tu. Sio South Africa nzima, ni kipande cha South Africa. Yaani ni mji mmoja tu South Africa ndio ambao wanatokea machafuko. Ni mji wa hawa ndugu zetu kabila la Zulu. Wazulu hao. Na siku zote hao ndio wanaoanzisha balaa wa Zulu hao. Unaona bwana, wako wafanye mambo hayo, wapedi, nani hawa Waswana, kama kabila yako mengi. Ni kabila moja tu ambalo linataka matatizo South Africa. Unaona bwana, afu isitoshe mimi kwa upande wangu mimi naona wanapokuwa wana njaa tu ndio wanaamua kuleta taruki kama hizi, kwamba wageni si waondoke au sio bwana. Vitu kama hivyo, kulipia watu vibali, huwa na kibali wanakupiga, ukiwa nacho wanakupiga, yani ukiwa nacho wanakupiga, usio nacho wanakupiga. Kwa hiyo asilimia kubwa yakishatokea mambo kama haya, basi wageni wao wanaepukana nao, wageni wao wafungui biashara, wageni wanakaa nyumbani, wanaacha wao mjini wazunguke na magongo yao na zile ishara zao, fimbo ile tamboko, au sio bwana. Yeye anakwenda sometime wiki mbili, wiki tatu, wanachoka, basi nchi inatulia. Kwa hiyo mpaka sasa huna taarifa kwamba kuna Mtanzania yote ambaye amedhurika na hiyo issue? Hamna Mtanzania. Alafu isitoshe, haya machafuko yanapokuwa yanatokea siku zote, asilimia kubwa najua wanakuwa wanadhurika ni wa Zimbabwe na wa Malawi.
kwa sababu wao ndio watu wa kujichanganya sana na South Africa katika location, katika biashara, labda sokoni, au sio bwana. Uwezo kumkuta Mtanzania sokoni anauza nyanya, anauza vitunguu, sio anauza nini, hakuna kama hicho. Kwa hiyo wengi wanakuwa wanadhurika ni nchi za Zimbabwe, kwa sababu Zimbabwe ndio biashara zao hizo, na sokoni si wapi, unaona vitu kama hivyo. Lakini kwa Tanzania ni ngumu sana. Yaani hata kama pia walikuwa wanakufa labda ni 10 kwa mmoja au 2 kwa mmoja na miaka ya nyuma, kwa sababu mimi na kumbukumbu nzuri tu kwamba ni kama 7 hivi 8 iliyopita, na kama hicho debeni pande wa Tanzania, unaona wasi watatu wale ndio walikufa ndugu zetu wa Tanzania. Sasa kipindi niko Pretoria na hisia, lakini wao walikufa kwa sababu wagani walijichanganya katika hizi vurugu, yani walijichanganya katika upande wa South Africa, kwa sababu zile fujo walizoanzisha kipindi kile zilikuwa soka kama hizi. Zile walikuwa wanavunja maduka, wanaiba. Kwa maana baadhi ya watu wengine nao kama kujichanganya katika wizi, wakiwemo mataifa ya Tanzania, wakiwemo yote yule anachona naweza nikaingia katika hao watu, kwa sababu mimi ningesema sote za Afrika wote wakafanya kama huo, asilimia kubwa walikubaka tuwezi kama hiyo. Sawa, unadhani ni suluhisho gani la kudumu ambalo linaweza kufanyika? Suluhisho kwa nchi tushaizoea, yani kwa suluhisho ni ngumu, kwa sababu wale watu wao wanatulia. Kwanza kabisa huwa ni ngumu kuwatuliza, kwa sababu serikali yenyewe pia huwa haiwatulizi. Wao inawaacha kwanza kama wiki moja, wiki ya pili ndio inaingilia kati. Polisi wanaingilia kati, au sio bwana, kuwatuliza. Kwa sababu leo kwa watuliza, kwa sababu ukiangalia mjini wanabakia wenyewe katika fujo, na kwa wenyewe hakuna mgeni, kwa sababu ya chanzo ya mambo ya fujo. Wageni wote wanakaa ndani kwao, mtu atoki nje, wote wanakaa ndani. Kama ni wiki mtu atoki nje, kwa sababu wale tunaua kabisa. Wale wanakuua, unajua, na hamna kesi, unaona. Ndio tatizo kubwa, wanakuwa na kesi hakuna. Kwa hiyo wageni washajua kabisa kwamba ikitokea matatizo yote tunakaa ndani. Kama ulikuwa na biashara yako, basi wakaenda wakivunja, wakiba, basi inakuwa imekula kwa hakuna pa kwenda tena kushtaki, unaanza tena upya. Na wamedosisha watu kibao katika mambo ya biashara kama hiyo, kwa sababu ya kuvunja maduka yao, kuiba, vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi nadhani suluhu ya tatizo bwana, kwa mimi binafsi sidhani kama kuna suluhu, kwa sababu wale wanachotaka wao ni kwamba ile nchi wakae wabaki wao kama wao wa South Africa watupu, na ni kitu ambacho hakiwezekani. Watu wameenda pale miaka mingi sana iliyopita, miaka 80 watu wameingia ile nchi, na watu na watoto mpaka wajukuu. Leo unaweza kaondoa watu namna hiyo, na sio Tanzania tu, wako Zimbabwe, wako wa Kongo, wako Kameruni, wako Burkina Faso. Watu waliingia miaka kibao, au sio, washakuwa na watoto, washakuwa na familia pale. Mtu anaondoka vipi Tanzania? Mtu anaweza kaondoka, hata kama akiondoka, lakini mbegu yake bado inakuwa iko pale. Watoe hofu wa Tanzania. Mimi kama nilivyorudia hapo kusema hapo awali kwamba South Africa haya machafuko yanaendelea sasa hivi, sio kwamba ni mara ya kwanza, au sio bwana, yashatokea zaidi ya mara 7 huko nyuma, unajua. Na yanapokuwa yanatokea huwa zinachukuliwa video clip, zinatuma mitandao. Sasa zile clip unajua zinaishi. Sasa kama sasa hivi hapa kwa watu ambao wako South Africa wanaona kabisa kule kuna fujo, kuna balaa zito, au sio, kutokana kwamba zile clip zinachangana na clip za zamani, au sio bwana, matukio ya zamani sio matukio sasa hivi. Kwa sababu mimi nikiangalia sasa hivi fujo zinazoendelea pale zinaendelea pale Dodeni, au sio bwana, kwa wale wenyewe wazuru wale wanaendeleza matatizo, na hapo Dodeni kuna watu wanaishi, maisha yanaendelea vile vile. Kwa hiyo ni sehemu chache tu ya pale South Africa ndio mambo yanafanyaje, mambo yanaendelea, unaona bwana. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba Watanzania tu wasiwe na hofu, au sio, kwamba ndugu zetu wako salama mpaka sasa hivi. Hakuna mtu ambaye kajeruhiwa, hakuna mtu ambaye kapata injury, kwa sababu tayari sisi tushakuwa na uzoefu na wale watu. Tunajua wakianza mambo yao, sisi tunakaa nyumbani, huwa hatutoki, tunakaa zetu nyumbani, tunapumzika. Kama ni wiki mbili tunapumzika, basi serikali kishaingilia, wakishatawanyika, basi maisha yanakwenda normal. Sio kwamba fujo itaendelea tu miezi mingi, hapana, itaisha tu na maisha watu wataendelea. Ambaye amepoteza akapoteza, ambaye kapata hasara, basi unaanzia hapo. Wale vijana ambao bado pia wanaona huko ni sehemu ya kwenda kutafuta. Mimi nilishaongea toka before kwamba mimi nawashauri ndugu zangu wa Tanzania ambao wako nyumbani Tanzania kwa sasa hivi, hakuna mtu anayekatazwa kwenda kutafuta nje ya nchi, au sio bwana? Lakini sasa waangalie nchi nyingine, ziko nchi kibao za kwenda kutafuta maisha, unajua, au sio bwana? Tafute kibali sahihi, waondoke kihalali hapo, wakatafute maisha, au sio bwana? Lakini sio South Africa. South Africa ilikuwa zamani,
ingawa bado hawataki kuamini hilo na hawataki kulikubali hilo. Unaona, ndio maana sisi tunakuwa tunawaacha waingie. Wakishaingia sasa wanakuwa wanayaona yale, hapo kurudi nyumbani inakuwa ngumu, kwa sababu kama mtu ushaingia tayari kiwanjani na kurudi nyumbani unashindwa, matokeo yako na mimi uteseke tu. Alafu isoshe wewe unakuwa unaficha wasilia wa kule, utaki kuambia wenzio huko, kwa sababu unaona sasa nishaingia, unaona taibu kueleza kweli ndicho kinachotendeka South Africa, kwamba kuna baadhi ya watu wanashindwa kuongea ukweli, kwa jamani sasa hivi maisha ya South Africa hakuna au sawa. Sisi tuko South Africa, tuache tupambane na yetu. Mimi hapa mko nyumbani, pesa nyingeza kwenda, sio mnakuja tunasema kwa sisi hapa tunafanya tunapata tabu au tunateseka au sawa. Maisha yalikuwa ni zamani, miaka nyuma maisha yalikuwepo, risk ilikuwepo, lakini sasa hivi risk ipo, lakini sio hivyo. Unajua watu wanateseka tu maisha yenyewe, unaona tena hususan na vijana wadogo au sio. Sometimes moja wanakwenda kuwa future zao kule for nothing, kitu ambacho wangebuild future hapa nyumbani. Wale hizo ndogo wanazozipata wakawa wanaweka hata kwenye kibugu, miaka mitatu mtu anaelekea mara anaweza kufanya kitu cha msingi. Tofauti na South Africa. South Africa unaweza ukaenda dadangu au ndugu zangu wa Tanzania, ile nchi ukashangaa umeishi miaka 30 au miaka 40 au sio, na huna future yote. Yaani huna chochote katika maisha yako zaidi ya nguo zako tu ulizovaa, tena buni hata begi la nguo lenyewe huna. Unajua ile nchi ina future za Tanzania. Na sio future za Tanzania, na future za watu wengi. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.